Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji Yohana Masanja, natumika pastoreti ya Ruhatwe iliyoko wilaya ya Kilwa Masoko, mkoa wa Lindi. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kipindi hiki cha sikukuu ya Krismasi. Nimekuwepo mahali hapa Ukonga kwa ajili ya kuhudumu, kwa maana ya kuhubiri neno la Mungu. Tumekuwa na mkutano mzuri, tumejifunza kitabu cha nabii Isaya katika sura ile ya 9 mstari ule wa 6 ambao unasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, na majina yake ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, na Mfalme wa amani. Katika mistari hii tumekuwa tukijifunza somo linalosema faida ya Mkristo ipo katika kumjua Yesu. Na Isaya anaonyesha katika fungu hili la kitabu cha nabii Isaya sura ya 9 mstari wa 6, anatuonyesha faida ambazo Wakristo tunaweza kuzipata kutokana na kumjua Yesu. Kumjua Yesu ni tofauti na kumfahamu, kwa sababu kumfahamu ni kumwelewa Yesu katika hali ya kawaida, lakini kumjua Yesu ni kumwelewa katika viwango vya ndani zaidi. Na tunapomwelewa Yesu katika viwango vya ndani zaidi, faida ya kwanza ambayo tunaipata, Yesu anafanyika kuwa mshauri wetu. Kwa Yesu ni mshauri aliye na uwezo, aliye na njia sahihi ya kumwongoza mtu katika maisha yake. Na faida ya pili ambayo tumekuwa nayo, tumejifunza kwamba Yesu anafanyika kuwa Mungu mwenye nguvu katika maisha ya Mkristo. Kwa Yesu aliyezaliwa ana nguvu, ana uwezo. Mtume Paulo anaeleza katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13 anaposema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Yupo Yesu ambaye amezaliwa, yeye ana nguvu, yeye ni Mungu mwenye nguvu. Tuendelee kumwamini mahali ambapo tunashindwa. Sisi wa Kristo tunaye Mungu mwenye nguvu katika maisha yetu. Haijalishi unapitia mambo gani magumu kwenye maisha yako, unapompata Yesu katika Krismasi hii, inakukumbusha Yesu azaliwe kwa upya katika maisha yako ili afanyike kuwa Mungu mwenye nguvu. Lakini faida ya tatu ambayo tumejifunza kwa siku hii ya leo ni faida inayosema Yesu anafanyika kuwa amani ya maisha yetu, kwa maana ya mfalme wa amani. Amani ni ile hali ya utulivu wa kiroho, utulivu wa akili na utulivu wa mwili. Kwa hiyo Yesu unapomjua analeta amani katika maisha yako. Kitabu cha Ayubu katika sura 22, sura ya 21 mstari ule wa 22 anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Unapomjua Yesu, yeye anakupatia amani yake. Lakini sio kupatia tu amani yake, anasema pia unapomjua Yesu, hapo ndipo unaweza kupata pia mema. Kwa hiyo kumjua Yesu kunaambatanishwa pia na kupata baraka kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo nikutie moyo kuendelea kumjua Yesu ili amani yako, amani ya familia yako inategemeana viwango vyako vya kumjua Yesu. Amani ya ndoa yako inategemeana na namna ambavyo unamjua Yesu katika familia yako. Nikutie moyo mpendwa wangu unayenisikiliza kwamba endelea kumjua Yesu ili usione faida katika maisha yako, kwa maana ya kuwa na amani katika maisha yako. Asante sana unapoendelea kusherehekea sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, Krismasi hii ya mwaka 2025. Ni matumaini yangu kwamba utaendelea kumfanya Yesu na kumjua Yesu katika maisha yako ili afanyike kuwa mshauri wako, afanyike kuwa Mungu mwenye nguvu katika maisha yako, lakini pia afanyike Mungu wa amani katika maisha yako yote unayopitia. Mungu akubariki sana. Asante. Jina lake libarikiwe na kutukuzwa.